Kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kuhusu Afrika kutana na wawakilishi wa Kongo na Rwanda mjini Doha. Marekani yaitetea hatua ya Israel kuzuia misaada kuingia katika ukanda wa Gaza. Duru ya tatu ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran kufanyika Rome Jumamosi hii. Habari kamili. The Hague. Marekani imeitetea mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliyoko The Hague nchini Uholanzi hatua ya Israeli ya kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza. Wakili kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Josh Simons ameiambia mahakama ya ICJ kwamba Israel ina maslahi halali ya kiusalama kwa kuzuia misaada hiyo ya kibinadamu. Simons ameongeza kuwa Marekani inaunga mkono kupelekwa kwa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza, lakini kwa tahadhari kwamba misaada hiyo haitatumiwa vibaya na kundi la kigaidi. Doha. Mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika Masad Bulus amekutana leo na wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Doha, Qatar. Mkutano huo umetokea baada ya pande hizo mbili, Kongo na Rwanda, kukubaliana kuanza mazungumzo ya kumaliza mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bulus, mfanyabiashara ambaye pia ni mkwe wa rais wa Marekani, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba alikutana pia na maafisa kutoka Ufaransa, Qatar na Togo, ambayo ni mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro huo. Amesema mkutano huo unapania kuendeleza kile alichokiita dhamira ya pamoja ya kuleta amani, utulivu na ustawi katika kanda ya Maziwa Makuu. Hatari. Pakistan imesema leo kwamba ina ushahidi wa kijasusi na wenye kuaminika kwamba India inapanga kuishambulia ndani ya siku chache zijazo, wakati raia wa Pakistan wakielekea mpakani kuitii amri ya serikali ya India ya kuwataka raia wote wa Pakistan kuondoka nchini humo kufuatia shambulio la wiki iliyopita katika jimbo la Kashmir. Shambulio dhidi ya watalii katika jimbo la Kashmir na hatua ya India ya kuiadhibu Pakistan, ambayo imekanusha kuhusika kwa namna yoyote ile na shambulio hilo, imeongeza mvutano kati ya mataifa hayo pinzani yenye silaha za nyuklia. Mvutano ambao umefikia kiwango cha kutisha tangu mwaka 2019 wakati pande hizo mbili zilipokaribia kuingia vitani baada ya shambulio la bomu la kujitoa mhanga lililofanyika Kashmir. Mapema leo Pakistan ilieleza kuwa ina ushahidi wa kijasusi kwamba India inapanga kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi yake ndani ya saa 24 hadi 36 yajayo, kwa kisingizio cha madai ya uongo na ya kubuniwa kwamba Pakistan ilihusika katika shambulio la kigaidi la Pahalgam. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Berlin. Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran mjini Rome mwishoni mwa wiki hii. Hayo yamesemwa leo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Mwanadiplomasia huyo wa Iran amesema pembezoni mwa kikao cha baraza la mawaziri leo kwamba duru ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanayosimamiwa na Oman yamepangwa kufanyika Jumamosi ijayo katika mji mkuu wa Italia wa Rome. Marekani hata hivyo haijatoa tamko lolote kuhusu swala hilo. Mkutano tofauti na wawakilishi kutoka Ujerumani, Ufaransa na Uingereza umepangwa kufanyika siku ya Ijumaa. Na hatimaye London. Kocha wa Barcelona Hansi Flick amesema klabu hiyo lazima iwe tayari kukabiliana na moja ya timu bora zaidi barani Ulaya
katika mechi ya mkondo wa kwanza ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Inter Milan leo usiku. Flick ameongeza kuwa Inter Milan ina safu nzuri ya ulinzi na wanashambulia kwa kasi, na hivyo lazima wachezaji wake wawe makini uwanjani. Barcelona ipo katika fomu nzuri kuelekea mechi ya leo, hasa baada ya mwishoni mwa wiki kupata ushindi wa 3-2 dhidi ya wapinzani wao Real Madrid katika fainali ya kombe la Copa del Rey. Vijana wa Hansi Flick sasa wanaelekeza nguvu zao katika mashindano ya ligi ya Ulaya, ambapo wanapania kushinda taji hilo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2015. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana BABU Babu kwa habari za ulimwengu. Pole kwa mafua. Na msikilizaji na mtazamaji, sasa ni wakati wa kuyaangazia yale ambayo tumeyapa kipaumbele jioni hii. Pakistani yasema ina taarifa za uhakika za kiintelijensia kwamba India inapanga kuishambulia. Wachambuzi wanazungumziaje siku 100 za kwanza za rais wa Marekani Donald Trump madarakani? Kura za maoni kwa Donald Trump kihistoria ni za chini zaidi kwa rais yeyote wa Marekani kwa hizi siku 100 za muhula wake wa uongozi. Kwa wakati huu mambo hayaonekani mazuri kwa Donald Trump. Tutaangazia juhudi za kidiplomasia zinazoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati waasi wa M23 wakiendelea na mpango wa kusajili vijana kujiunga na jeshi lao. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Mubashara kupitia redio wa shirika, vile chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook. Tafuta DW Kiswahili, tuachie maoni yako kuhusiana na ripoti unazosisikia sasa hivi, lakini vile usikose kutufuata katika mtandao wetu wa TikTok. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi, Pakistani imesema hivi leo kwamba ina taarifa za uhakika za kiintelijensia kwamba India inapanga kuishambulia ndani ya siku chache zijazo, katika wakati ambapo wanajeshi wa mataifa hayo mawili wamekuwa wakikabiliana mara kwa mara kufuatia mashambulizi ya wiki iliyopita katika eneo la Kashmir. Mohamed Helef ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Pakistan, mamlaka nchini humo zinasema zimekusanya taarifa sahihi za kiintelijensia ambazo zinaonesha kwamba India inapanga kuchukua hatua za kijeshi dhidi yake ndani ya kipindi cha masaa 24 hadi 36 yajayo, kwa kisingizio cha kile Islamabad inachosema ni tuhuma zisizo msingi kwamba Pakistan ilihusika na mashambulizi ya Pahalgam ya wiki iliyopita. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka India juu ya uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Pakistan, lakini tayari maafisa wa serikali wamesema Waziri Mkuu Narendra Modi ameshatoa uhuru kamili kwa jeshi kuamua juu ya njia, shabaha na muda wa India kujibu mauaji hayo ya Pahalgam. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alifanya mazungumzo kwa nyakati tofauti na mawaziri wakuu wa India na Pakistan, akisisitiza haja ya kukwepa makabiliano ambayo yanaweza kuleta maafa makubwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imetoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia, na imesema waziri wake Marco Rubio angelizungumza na mawaziri wa kigeni wa India na Pakistan. Hatua ya India kutaka kuiadhibu Pakistan baada ya kuishutumu kuunga mkono mashambulizi ya Pahalgam, shutuma zilizokanishwa na Islamabad, imeufanya mvutano kati ya mahasimu hao wawili wenye silaha za kinyuklia kufikia kiwango cha juu kabisa tangu mwaka 2019, pale pande hizo mbili zilipokaribia kuingia vitani kufuatia mashambulizi ya kujitoa muhanga katika eneo hilo la Kashmir. Hayo ya kijiri, muda wa mwisho uliotolewa kwa raia wa Pakistan kuondoka nchini India umepita tangu Jumapili, huku familia nyingi zikiwa bado zinawania kuvuka mpaka kwenye mji wa Atari kaskazini mwa jimbo la Punjab. Mashuhuda wanasema baadhi ya raia hawa wa Pakistan wamefika mpakani hapo kwa hiari yao, lakini wako wengi walioburuzwa hapo na polisi ya India.
Mmoja wao, Sarah Khan, mwanamke wa Kipakistani alilazimishwa kuondoka bila mumewe Aurangzeb Khan mwenye pasipoti ya India, ameliambia shirika la habari la AP, na hapa namnukuu, "Tumehamia na familia zetu hapa. Tunaiomba serikali isisambaratishe familia zetu." Hali ya wasiwasi kati ya India na Pakistan imezidi baada ya watu wenye silaha kuwaua raia 26, wengi wao watalii wa India, karibu na mji wa kitalii wa Pahalgam katika eneo la Kashmir lililowaniwa na pande hizo mbili. Asante Mohamed Helef kwa ripoti hiyo.